kuna ingredients in a tie family together. Then apart from knowing each other's name, let us now begin to grow in love. Ukishajua mtu, tuanze kuhusiana, that the relationship will grow. Ile upendo wa Mungu unaanza kuonekana. For relationships in this church to grow. First, the vertical relationship na Mungu. Then the relationship with one another, horizontal. Tuanze kupendana, tuanze kutembeleana. Tuanze kufaana. Praise the name of the Lord. Tuanze kuchukua one another serious. Bwana Yesu asifiwe sana. There is a deep relationship between father, mother, and the children. It's a time I was telling brethren. There's a time I was telling brethren that when you see a family set up, mama na watoto ama baba, mama na watoto wake, wewe ukitembelea hiyo familia, kuna vile hata utapendezwa. Kuna mtoto mwingine unaangalia unaona kama apendezi, wengine unaona kama anaangalia hivi, mwingine macho hata inaangalia hivi, na utakaa like huwezi kuwa na grace kukaa nao. Bwana asifiwe sana. Have you ever gone to a family where kuna family iko na shida mbalimbali, hata vile wanavyokaa kuna hata defects, but do you know wao as a family wamezoea hizo shida mpaka wanapendana, and they are part of hizo problems. Is not an issue, kwa sababu wamefika level that one, those physical defects na nini, they do not matter. Wamerelate until they are family. Nikiwa kama mtoto kadogo, kuna wakati nilikuwa naangalia nikitembelea majirani, ninaona kama mtoto yao ni ugly kabisa. Ninaona kama hana sura mzuri. Kuna mmoja nilishika kidole nikaweka kwa mdomo. I still remember. Sijui nilikuwa miaka kama around 6-7 years there. And perhaps they also looked at me, I was very ugly. Unaona? But you see, in the family, hiyo familia yao, huyo mtoto ninaweka kidole kwa mama, alinikemea hata alinichuna chuna. Mbona unauma mtoto wangu? Why are you behaving like this? Because there is something which binds a family together. Kuna mama hata unapata amezaa mtoto ako na syndrome fulani, lakini there is a bond in our unite so much so that hata ikiwa kuna hiyo ulema, mama anapenda mtoto. Wewe unaona kama ni mzigo. Ukipewa uachiwe for one day, utaanza kuomba Mungu si uchukue huyu. Hii sasa nitafanyia nini? Kuna watu wanakaanga na mtoto, wako na conditions zingine ngumu sana. Mtoto aongei, mtoto ni vitu kama hizi palsies, hata ana akili vizuri. But you know, as a family, people grow. Wana grow, they reach a level, wanatengamana pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of the Lord. And people grow as a family. Karibu mheshimiwa. Welcome. So when people grow as a family, kuna mambo hata hizo defects za watu wa mutasiona. It's only the neighbors wanaona kuna defects. But because of love, you are bound together. Praise the name of the Lord. How I pray that God will help Shalom to excel in many things. We have done a nice church, but we begin building one another. We begin growing inside out. But we may be able to begin relating with one another in love. Do we love one another? With the love of God, you know, that word love.
kwa lugha ya Hebrew is a very rich word in Hebrew. Siko type kama 5 ya upendo. One of them ni hiyo agape love, the love as God has it. There is another love called phileo love. Phileo love ni love ya wapendwa mandugu. And there are many others. Sina add up to around 5. We even have that eros love, the sexual desire which it makes a man to be attracted to a woman. It's part of that love, the description of that word love. But this morning I want to talk about the love as God has it, the love of God, agape. Because filial love inakuja inaishia wale watu mnachuana, watu ya kifamilia. That's why mtoto akikuja, who is your neighbor, akuja bate mnakula, kama you are a family, mnaesa mnyima chakula nyinyi mkule, kwa sababu huyo mtu sio wa familia yenu. But there is another great love of God, the love which is unconditional, the love which is sacrificial, which brings us together. When you read 1 Corinthians 13, it talks about that love. May God help us that we may be able to develop that love. How do we have that love for one another? We ask God. God is love. So when we ask him, he is able to help us that we may be able to look at one another with the eyes of God, with the eyes of love. Ukienda nyumbani, wasasi wako very sacrificial. Unaona msasi anakiwacha, kama chakula haitoshi, anazavu watoto. That is love. Love is sacrificial. Anachiwacha. You'll find a parent ameamuka saa 10, eti anaprepare watoto breakfast. Anawatayarisha waende shule. That's love. You know, you do these things. Hata ukifikiria watoto watakuja kukusaidia. Sometimes kuna watoto who grow up na wasikusaidie. But as a parent, you just do it. It's love. It's my desire and prayer that God will grow us in this church, that we may be able to develop deeper relationship. Wachana na hizo smile to your neighbor. Unasema geukia jirani yako, mwambie Yesu anakupenda. Ndio hiyo ni mzuri, lakini we need to go deeper. Tuanze kuwa na deeper relationships. Ukiwa umejua mtu, mtembelee hata nyumbani. Tembelea huyo mpendwa, uanze kujua more about them. Kuna brethren unaona wamekaa kanisani hata hawaongei. Then you charge them, hata unaona hawajui kitu. But ukienda uwajue more, you are going to discover that some of them ni intellectuals, ni vile hawataki kuongea. Kuna watu hawataki kuongea kwa umati, but if you are one on one, you will be able to engage so well. You will be able to realize even what you need. The even kind of help you need, they have it. They can even counsel you. Wanaweza hata kukuelekeza. That is the power of deeper relationship. Can you tell your neighbor the power of deeper relationships? And I realize in many churches, especially in town, we are shallow. Let us agree, we are shallow. You know, in the village where we grew up, people live as a family. They live as one. When you go to church as a family. If something happened to you, it is a concern of everybody. Kama mnaimba kwa kwaya, wanasema watoto wanani siku hizi wanaimba. Mukikosa wanajua amukukuja, na wanaulizana leo watu walienda wapi. If there is a problem, maybe kijana ama msichana kuna shida imetokea, pengine kuna mmoja ameteleza, maybe msichana ako na mimba, inajulikana.
and you can be helped. Wanasema tunaangalianga msichana ya nani yako waje siku hizi. People follow up because they live as family. So when we love one another, caring for one another becomes automatic. Bwana asifiwe sana. Caring for one another. Do we care for one another? Even as a church? Do we value one another as shalom? Ama you just come, you just hear the word, unaenda nyumbani. Today I just felt we just talk as a family. Na Mungu atusaidie isi vipengele we be able to pick them. So I've said let us know one another. Then let us begin deeper relationships of love. If you are a young person na Mungu anakusaidia mnaanza kujuana na vijana wenzenu, then you reach a level mnapendana mnaoana. Glory to God. Tumeunganisha harusi hapa ilianza kama hiyo. I've told you. But as you grow, unapata your partner here. May God also grow you vertically to love God and to know Him. Praise the name of the Lord. Ikiwa is a young man amepata mchumba hapa, hata akiwa ni mgeni, hawezi toka kwa hii kanisa. Ni kweli ama si kweli? Hawezi toka. Kwa sababu the object of his love is here. Hata atakuja mapema, anakaa mahali, anajiposition, hata anaimba kwa furaha. Hata nyinyi mnafikiri ni Roho Mtakatifu amemuingia, lakini ni mpenzi wake yako hapa. So relationship make people to stay together. Watu wakianza kuona kuna mtu anajali, atakaa kwa hiyo kanisa. A church can have very good preaching. A church can have mahali watu wanaombeana. Lakini kama mtu hawezi kuja apate family kind of life where watu wanahusiana pamoja, where they know one another na wanajua somebody cares, they'll just walk away from that church. I want to believe one of the reasons some people have left this church, hawapati mahali pao. Do you know you can be in a crowd but you are lonely? Ni kweli ama si kweli? You can be in a crowd but you are lonely. So kuna wapendo wanakuja hapa wanakaa, they are lonely. Wanaona hawa watu ni kama hata hawapendi watu, hata hawasmaili mtu. Hawa watu maybe depending on where you have come from, the way church ingine ilikuwa ina relate, ukikuja hapa unaona there is a total disconnect. That's why I want to encourage us this morning. Let us know one another. Let us be concerned of one another. Let us care for one another. Kanisa isiishie tu tukimaliza hii kila mtu anaenda nyumbani. I know leading a town church is difficult. You can even want as a pastor to visit somebody, anakuambia pastor sitapatikana, nitakuwa job. Unamuuliza na jioni, anasema kuna mahali inapitia. In other words, amefunga uwezi enda. But you see, where we grew up in rural, pastor just anatembea, anasema I'm doing personal work. Unaona anawasalimia mjambo nyote. Unapata hata uchaoga paza mjambo asubuhi. But do you know in a town church utatembelea mtu anakuasika, mbona huko nipa appointment unaniaibisha? Pastor anatakana aombe nafasi. Tafadhali na kuomba kama wa Tanzania, naomba tafadhali nikutembelee. Na mpendwa ako atilipati anaweza kukuambia hapana. Nimeambiwanga hapana. Bwana asifiwe sana. Ama nitakwambia wakati nitapanga nitakuwa free. Na hiyo kuwa free inaweza kuwa free till Yesu arudi. Bwana asifiwe sana. So sometimes tunachekelea hizo kanisa za rural, but ingredients iko tamu. Mtu anaingia tu kwa boma,
Kama maji ya ugali ilikuwa inapikwa, maji inaongezwa. Si eti kulikuwa na appointment, lakini wanasema si mgeni ameingia. Na people are very happy, hawaoni shida. Mnang'ang'ania hiyo kidogo, lakini people are happy. Because kuna vile watu wamerelate, they are a family. As a community they are one. Wengine hata wanachuna ugali from the same hiyo sahani. Mwingine anamega na mwingine anamega. I think hii mambo ya kisungu imekuja, kila mtoto wako na sahani yake, ilikuja ikatuharibu. It is what created selfishness. Ikaharibu even the togetherness. Bwana Yesu asifiwe sana. Msichoshwe with your reference. Me, I grew up in rural. I never grew up in a town. Watoto wangu sasa ndio wamegrow in town. But my mom used to cook. Si eti chakula kilikuwa kingi, we used to struggle, lakini chakula ikipatikana, anapika kama ni ugali excess. Anasema hata kunaweza kuwa na mgeni anapita, akule. Na kweli ilikuwa inapaki nyingi. So mgeni akikuja kama mboga iko, hata ikiwa imekuwa baridi, hao watu ya reserve hawajali, wanakonga hiyo ugali na ni baridi. Maybe mboga tu ndio utashtua kidogo, lakini ugali wanaishabikia vile iko. Na wanakula vizuri. Na kama ni baba anaweza kula hiyo na anajua kuna yake kwake. Akuli ile pole pole, like wacha nikule hawa, hii ni yao ni sapa, mimi yangu iko. Anakula kabisa. People are free with one another. Na kidogo kidogo hii uzungu inatuingia, kuna values ina erode. Na zimeingia right to the church. So when you talk about love, you will not fail to talk about generosity. You will not fail to talk about caring for one another. And these are the ingredients. I pray that God will help us see we restored in our church. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana asifiwe. Wewe atimi kama unanisikia. Wale mmekuja saa hii, ninafundisha kuhusu kanisa kama familia. Tunakaa kama family. The ideal family of course iko na mother, father and the children. But kuna families zingine unasapata father, mother na hakuna watoto. That's still a family. How do these people live? Do we live here as a family? I realize we need to teach more. We need to relate more. What will make brethren, nimewaambia mgeni anakuja. Siku ile governor alikuwa anakuja. Eti watu wamengoja, there are people who came saa 4. Ama saa 4:30 ama saa 5. Wageni wamechelewa, wamekuja saa 6. Ikiwa ni kwako in home na wageni wamechelewa, unahama kwako. Do you leave home? Eti wageni nimewangoja wamechelewa, sasa nimeamua kwenda. You still wait until the day ends. Unasema pengine walichelewa, wacha niwangoje. But I realized many of our members we can be full, tunakuanga wengi, lakini hatucharireti tufike ile ya familia where hata tunaweza vumiliana. Mtu unasema wacha nikae tungoje mgeni. Unajua in a family kuna tabia hata watoto wako nazo mbovu, lakini wakati mgeni ameingia, msasi kabla akuja anawaambia watoto mgeni anaingia na leo UPF ile vitu mnafanya mwache. Na mtoto akikuwa mischievous, kuna even a look msasi anakuangalia, hata akuambii kitu. Anakuita kisore, anakuangalia tu hivi. Asemi kitu, kisore. Unawacha hiyo upusi, unachua hiyo kisore inabeba tons of words. Na kuna vile una PF when mgeni ako. Vitu tulikuwa tunakataswa. One ni kuangalia mgeni akikula. Na sana sana hatukukuwa tunapewa tukule. Kama ni kuku ilikuwa inachinjiwa mgeni. Alafu nyinyi mnangoja ile mabaki, wakienda ndio mtashabikia. Nawaambia ukweli tu wa maneno. Ama wakishasaviwa
Wewe unapata mguu, unaonanga ile miguu inakatwa inatupwa, hii ya chini kabisa, wachana na tae, mguu. Fanya stoni ya kuku ndio unapewa. Na tunashabikia, unakula, una shida. So ukikuwa na tabia uende kuangalia wageni, ukidondoa mate eti uchakula, utakuja kucharaswa ile mbaya. So kuna tabia tunawacha when wageni wako. So I realized even in our church we need to teach more of these things. The things tunafikiri ni obvious, that watu watakuwa na subira mgeni akikuja, ni realize is not obvious. Karibu tukue kwa embarrassment siku hiyo. God saved us. Kuna some brethren who hanged around. I praise God. But I want to encourage us. Hata hawa tunakuja first service, please usikae kama statistic that you are not part of the larger church. Ujui nini inaendelea hata second service, utaki hata kusikia matangazo. You are part of this church. Can you tell your neighbor you are part of this church? Amen. So let us begin to know one another. Let us begin to know ni nini inaendelea. What is going on outside this church? How does Sunday school go? Teens wanafanyanga aje? Nini inaendelea kwa ile building? Ukiulizwa, you have some information. Usiseme mimi sijui. Kuna mtu anaulizwa, ni nini hiyo mnajenga hapo? Si wewe unaendanga Shalom. Nini hiyo kubwa imechengwa hapo, imerufiwa? Ni factory mnaweka. Nasema hata mimi sijui. Ninaona tu. Yani uko kwa hii kanisa unaulizwa kitu inauzwa this church, unasema ujui. Then it shows how disconnected we are with one another. Bwana asifiwe sana. Ni usai Mungu nisaidie. Another ingredient of this family is the willingness to stay together regardless of the familiarity. The willingness to stay together regardless of being familiar with one another. You know, the more you stay together with the people, the more wanakuwa familiar, the more they begin repeating themselves. They even repeat their jokes until unaboeka. But you see, if you are family, family is family. Kuna jokes inarudiwa, but they become normal, ukasiriki. But when people have not socialized wakakuwa family, hata unaudhika unasema pastor nini yeye anarudia? Si kitu alituambia last week. Kwani hana vitu ya kuhubiri? Hii kitu alikuwa amesema tena last year. When people become familiar with one another, kama hatutatengamana tufike kama familia, will not go far. Remember, I am the head, I am the pastor in this church. In Deliverance ya tubadilishangi pastors. I grew up in another church where mkichoka na pastor anapigwa transfer. Part of my life niligrow in PHE huko nyumbani. But I don't know whether to say fortunately or unfortunately, here in Shalom, Deliverance Church, we don't transfer our pastors. It's a policy, na hivyo iko ndio iko. So umekaa umepoeka na mimi, you better unisoe. Tell your neighbor soea pastor. Because hakuna mahali ninaenda. Ama unaomba nitoke hapa something happen itolewe. So one thing nimerealize itatusaidia as a family is the ability, in spite of the familiarity, there is honor, there is respect for one another. Tutaendelea kuhusiana na heshima hata ikiwa umechuana sana na pastor, umechuana sana na the elders, bado kuna ile heshima. Tell your neighbor weka heshima. Amen. Otherwise, kama hatutaenda, you know your father can never waste choka na baba yako useme ninataka replacement. Nasema tumechoka na yeye, tumekaa naye hapa tangu 1975, tangu 1990 tumeshinda naye hapa. Why don't we have another father? Do you guys change fathers or your mothers?
mkipoeka nao. Bwana asifiwe sana. You cope, you learn to live with them. There's a pastor I've never forgotten, late Pastor Koskei. Aliniambia story nyingine nikashangaa. Aliniambia their father alikuwa wale watu walipikia wasungu wa kitambo. Na papa yake vile alikuwa anamdescribe ni papa mgumu. Papa ambaye anakaa kimilitary hivi, disciplinarian. So alikuwa ananiambia akiwa hii miaka yake he was in his 50s, huyu pastor wetu, he later passed on unfortunately. Now when he used to go home, baba yake anamketisha chini. Tani anaanza kumpea story ho. Si unaona zile briefs wale mko town mnapewa na watu ya rural fulani aliaga. Sijui ng'ombe ya fulani ilikufa, ile ng'ombe imekuanga. Yaani kuna vitu wanakuambia kama ni ya muhimu sana. Na kwako hata uone ni ya muhimu. Sijui fulani aliroga mwingine. So wanakupea hizo story kusocialize to village life. So pastor could sit there. Tena anaanza kumueleza vile walikuwa napikia wazungu. Sijui wanafanya nini, sijui wakafanya nini. Until alikuwa na switch off. Anajifanya anamuuliza, umesikia? Sasa huyu papa hakukuwa mchezo. Alikuwa anaongea like for 1 hour ama 30 minutes. Mtani ukijifanya umeelewa, unafikiri atawachana na hiyo, anakuambia hebu nieleze niliongea nini, nilikuwa naongelelea nini. So he could be get so bored. Yani anataka tena ueleze ndiye ajue umekuwa ukifuata history yake. Sijui kama unaweza kuwa na baba kama huyo. Unachoka kabisa mpaka hata unayona na akuachi. So he could tell me, pastor, huyu mzee ananitesa kabisa. Hata nikienda naweza kaa hapo 2 hours anataka nimusikize. But you see what? He's still a father. A father is a father. Hata ukisema like akili yake ime you'll even pretend una smile na yeye. Yani because a father is a father. That's home. What am I saying? There is somebody who even did studies in akasema some of the fastest growing churches, some of the most successful churches around the world are the ones where the pastor is resident there for a long time na anasoeana na watu na anakaa kwa muda. Ukikombea na hawa wanaenda matransfer. Bwana Yesu asifiwe sana. They are able to relate more and accomplish more. And even those pastors who used to be transferred in some churches, imeanza kuwa ngumu kutransfer a pastor because yana relate na watu wanasoeana. So what am I saying? Let us learn to honor one another in a family, regardless of the weaknesses, regardless of the shortcomings. You realize iko kwa mpendo wa mwenzako, even kwa uongozi, even the senior pastor. We learn to tolerate one another. We learn to bear with one another. Bila hiyo unafika mahali you just come to the church because Sunday hakuna mahali ulikuwa unaenda. Kuna watu hata anakuja anajua pastor hii ndiye anahubiri. Ukifungua scripture kama alikuwa anafanya Bible study, aliifungua Tuesday, anafunga Bible anasema this is what I was reading. Hakuna kitu mpya ambaye anatuambia. But I normally ask, wapendwa wanaouliza vitu mpya, Bible ni ile ile, hakuna syllabus nyingine Bible sio ile inabadilishwa 844 ikuje CBC. It is still the same word. So kama nimesoma scripture inafanana na yako, what is the problem? Bwana asifiwe sana. Si at home even parents wanarudia vitu, wanatukumbusha vitu walituambia kitambo. Is it? And they keep repeating and wana repeat what they have already told us. Mbona wewe unakasirika? The pastor amerudia somewhere. Had you been last year and you are very annoyed.
Nasema nimemshika. Leo hana neno. Bwana asifiwe sana. And I normally tell people, hata ukirudia someone one kama mimi, I don't write everything. Naweza kuwa na outline lakini nyama ninajasia. So I will not repeat the same thing word for word. Then number 2, hata ikirudiwa, Jesus could repeat vitu for emphasis. So the point I'm making is, brothers and sisters, today nilisema tu tuongeleshane hata nisiite mahubiri. I want us we grow up as a family. Tell your neighbor, pastor wants us we grow up as a family. So when we grow up as a family, there is honor. We honor one another. Honor your fellow brother, honor your fellow sister. Honor men of God, servants of God who are serving. How do we honor them? By the way we talk to one another. Kuna mambo tunayoongea sisi wenyewe kwa wenyewe, tunakwaza wengine. Lakini ikiwa umeongea kitu umekwaza, as a family we correct one another, tunasameana na tunaendelea. But let us hold each other in high esteem as a member of the church and also the leadership. That which you give shall come back to you. If you give honor, you shall also receive honor. When you give dishonor, you'll also be dishonored. In a family, we live with the people with imperfections. So a family is where we tolerate each other's imperfections. Can you say imperfections? So there is nobody perfect in a family. Ukitaka kutafuta a perfect person in a family, you won't find. And I want to submit to you today, if you want a perfect member, a perfect Christian, you'll not find. Because you are not one. Bwana asifiwe sana. So God has placed us as a family with imperfections so that we grow together, even in those weaknesses. Tuweze kukua pamoja. And a lot of patience and perseverance is needed. Ndio uvumilie the imperfections of people. A home is not perfect. Kuna msasi yako mkali tu kwa watoto hata unachapa. You know kuna hii kitu ilikuwa ina circulate that in our years hizo za 70s na 80s. Ulikuwa unachapwa for whichever reason. Hiyo kitu ili circulate and it was really funny. Ilikuwa inasema hizo miaka zetu ulikuwa unachapwa kwa kulia. Then again ulikuwa unachapwa wakati umechapwa na uchalia, unachapwa tena. It's like hiyo kiboka haijaingia unaongezwa. And they could give many things ilikuwa inafanya tunachapwa. Ukichapwa na unyamaze usilie, unachapwa zaidi. Ni kama wewe ni kichwa ngumu. Lakini ukichapwa tena unarudisha, unasema mbona mnanichapa hivi kama ng'ombe? Tena unaongezwa. Bwana asifiwe sana. Na kuna wazazi wale imperfect wanakulea kwa njia, that's what they know. Lakini unaona kama wanakudhurumu, but they are the parents, unawavumilia. Kuna wazazi unapata ni walevi, wewe ukunywa umeokoka, but you are in that family. That's a weakness. But you don't cease being a son or a daughter to that mzee anakunywa pombe. Bwana asifiwe sana. I want to school people who are here.
Usifikirie eti because umeokoka na baba yako hajaokoka utamdharau because wewe unaenda mbinguni na yeye anaenda kuzimu. Atakulaani na hiyo laana inashika kwa jina la Yesu. So a father kuna grace a father has been given in the family. When we teach about authority, the authority of God, God is sovereign and he has all authority, but he has delegated the authority, if we were to talk in the language on the earth, to other organs. I may delegate some authority to governments. I may delegate his authority to the family. I may delegate another authority to the church. So the father, even in your home, akona authority. Akikulaani kuna kitu itashika mpaka umuombe msamaha. Kuna watu whose parents have died na waliongea vitu mbaya, wanajaribu kutafuta watu waombe msamaha kwa niaba ya mzazi na haiwezekani. Please make peace with your parents. Kuna weaknesses. Bwana asifiwe sana. Mnanisikia ama mnipati? Wave at me kama mnanipata. Amen. I'm talking to you on this issue of growing up together as a family. So licha ya kukua na upungufu, baba yako ni mulevi ama your mom ama aleti chakula nyumbani, is still a father. Na kama utakuwa na hiyo realization, utapata umekilaani wewe mwenyewe. Do your part, respect them. Na ila hawajafanya watakuja kuulizwa na Mungu. Wewe fanya yako. Na vijana mko hapa, usijaribu kwenda kudiscipline baba yako. Eti yaka kamsee kako na uchinga wacha nikanyoroshe. Eti unanyorosha baba yako ama mama. Ama wacha nimwambie taarifa zangu, wacha nimwambie awache uchinga. I have heard some people foolishly wanasema eti mzazi yake amwambie awache uchinga. Nashindwa between him na mzazi nani wako na uchinga. You know, as we grow, unapata knowledge, unasoma, unapata kazi. You may think those parents are foolish. Let me tell you, ukiongea hivyo wewe ndiye foolish. Usiwahi elekeza kidole kwa mzazi yako, even with those weaknesses. Mwambia wewe kamse wewe. Maana asifiwe sana. Kuna vitu za ajabu zinafanyika. Unapata mama ama mzazi amefika mahali amekuwa na shida, maybe amefiwa. Now huyo mzazi ikwanza aoe. Tena vijana wanachukua rungu wanasema hakuna kuoa kwa hii boma. Upeleke hiyo uchinga huko. I've seen where vijana wanakataa kabisa. Wanataka kuchapa mzee. Eti wanamshauri. Wewe utaweza shauri papa yako? Hello, uliza your neighbor, unaweza shauri papa yako? Na mama. Ama if she is a lady, ana date ameleta rafiki kwa nyumba, kijana anainuka anataka kuwacharaza. Nani huyu wako kwa nyumba hii? Nani huyu wako hapa? Kijana. Tani your neighbor, kama uko na kijana mwambie kijana enda pole pole. Mama ni mama yako, but she is also a person who needs love na anahitaji ya move on. So if she wants to get somebody na apendwe na aolewe, inakuhusu nini, inakusumbua nini? Eti kijana unapiga huyo, unawapiga wote. Kuna kijana hapa tu miaka haijaisha, I think this kijana ya shule. Eti amepata mama, sijui yako na mtu kwa nyumba. Please munipate vizuri. I'm not teaching about watu wakwe immoral. But there is something I want you to get. Kijana amepata mama wanaongea na jamaa kwa nyumba, mbaba. Sijui kijana akakasirika, akachukua rungu akapiga huyu, akaua.
Ilipochunguzwa hata iligunduliwa hii fisi huyu kijana anaendea shule, huyu mzee ameua ndiye analipa. Hello? Now, let me push it even more serious. You'll find huyu umeua ni baba yako. Maybe your dad died a long time ago, wewe umesaliwa. So you have killed your father. Kuna vitu hata ukiona ni ujinga wazazi wanafanya, please jisuie. Bwana asifiwe sana. Hii ni ushauri ninapeana kwako, you can take it or leave it. Ukiona kuna challenge ambayo ni ya mzazi huwezi handle, enda kwa uncle, enda kwa somebody respectful who can be able to handle our wazazi. Am I talking to somebody? Kama ni wazazi unaona wanakusumbua, find a way mtu anaweza aongee nao ako kwa hiyo kiwango yao, not you. Now let me return to the church. Mtasema pastor umeenda mambo ya nini hata is irrelevant. Here in the church, even as your pastor, I can have weaknesses. We need to pair with one another. Because I'm your pastor. I may not be ideal. And I know kuna wapendwa wametoka another church. There is a pastor who is even more fiery. Sijui ni nani alikuwa na Bishop George. Tukiwa kwa conference, nilikuwa Eldamaravine the other week nikiwa away. Alisema aliwatch kuna Satan prophet. Watu wakikuja kanisa, akifanya mkono hivi, watu wanaanguka this direction. Then it's like wanaangoja wafufue, tena akirudisha hivi, wanaanguka tena this side. Tena akifanya hivi, wanaanguka nyuma. Akifanya hivi, wanarudi. Sijui kama nyinyi mumeona. So ukiwa umetoka such a church, unakuja hapa unapata mambo sisi tunafundisha, unasema hakuna roho hapa. There's no Holy Spirit here. Where is the Holy Spirit? Hello? Hii kanisa umekuja sio hiyo prophet. Hiyo prophet anaamusha watu akiangusha. Tafadhali. This is a different church. Nivumilie the way I am. I can't be that prophet wa South Africa. Yule unaona kwa TV. Ndiye anakubariki, lakini pia allow nikubariki mahali Mungu ameniwezesha. Sometimes we find a problem. Mpendwa anafunga kabisa hawezi kukusikiza. Nasema hana kitu anahubiri. Huyo pastor aombei watu vizuri. Nataka uombee watu hata unawashake. Uwamwagie mafuta. Hata wakunywe maji. Kuna kanisa wanaticha about kunywa maji. Maji ni ya uzima. Ama mafuta. Unapakwa ingine unakunywa. Sasa ukikuja hii kanisa upegwe mafuta, utaudhika. Tell your neighbor hapa hatukunywi mafuta. Kuna vitu inafanyika mingi ya ajabu. Tell your neighbor, please bear with the pastor. Na kuna vitu mingi ukitaka kukwazwa, kuna vitu mingi itakukwaza. But kuna ile unasema Mungu nisaidie. Unakuja hapa ulikuwa na shida. Umefukuzwa school fees, ulitaka pastor ahubiri kuhusu how you can get money. Unapata pastor anaongea kuhusu mambo ya familia. Unasema hii kanisa hii ndio ujinga zipendangi. Sasa hii message itanisaidia aje na fees? Ama kuna mama hapa waligombana na mzee akamslap. Unataka nihubiri kuhusu kupendana na vile nguvu za Mungu zitazuia mzee asikupige. Unakuja hapa unapata ninahubiri kuhusu Roho Mtakatifu. Sasa unashindwa Roho Mtakatifu inaingililiana aje na nilipigwa jana. Tell your neighbor hii ni mangana madini. Hii ni maneno magumu. Unasema this pastor is irrelevant. But you know the word of God is powerful. It can be preached, unaona kama sio relevant, lakini inafanya kazi, inakuja inarekebisha maneno, ukutarajia inarekebisha. Can we say amen? So I'm saying this. Please, let us bear with each other's imperfections and weaknesses.
One of the reasons wapendwa wanashindwa kukaa pamoja as a family ni hiyo kusengenyana. I should be finishing now. Kusengenyana. Mpendwa anakuja, wengine wanapiki kitu kwake. Kuna mtu anakuangalia naona hiyo hairstyle ya pendi. Kama ni dada mwenzako, anaiangalia. Sema mimi sipendi hiyo hairstyle. Sasa kama apendi hiyo hairstyle anatafuta mwingine, anasema unaonaje vile ameunda hiyo nywele? Si hiyo vitu ni ya kitambo, iliisha kitambo. Now when you talk to a lady ameshinda kwa salon the whole day jana, unamwambia hiyo vitu ni ya kitambo na asikie hiyo, that is a recipe for conflict. Na pole pole kuna mpendo anasema hapa ni kama sipendi, hapa ni kama siitachiki. Somebody can rise na anapotea kabisa from the church. Unashindwa kwa nini mtu alienda? Sometimes hata pastor ajui ni mahusiano. Kondoo wameumana hapo chini, kondoo wamekanyagana hapo chini. Please, I want to speak this. Let us bear with each other's weakness. Tell your neighbor, bear with one another. Lazima tuvumiliane as a family. Makosa hufanyika. Jesus spoke and said, offenses must come. Let me give you that scripture as I end. I don't know whether it's in Matthew 18:7. Offenses are going to come. Ndugu, hata ukikirinda namna gani utakwaswa. Tukiwa kwa family, lazima utakwaswa, upende usipende. Hebu nipe hiyo Matthew 18:7. Woe to the world because of offenses, for offenses must come, but who to that man by whom the offense comes? It is automatically given kwamba utakwaswa. Kuna hii advert nilikuwa naona kwa TV, ete Baradwind mom anafungia mtoto helmets, anamfunga vitu so that yasiumie, so anamzuia hata asiende nje kucheza. Sometimes mimi kuna vitu naona in this life na inakuja kunisaidia hata kwa mahubiri. Yaani mama who is so afraid mtoto asiumie. But can I tell you, in this life mtoto lazima aumie ndiye agro. Lazima gongwe na mtoto akianguka peke yake hata haiwezi muumiza, anakuwa na majeraha kidogo anapona. Ukifungia mtoto kwa nyumba hawezi grow. Ni kweli ama sio kweli? So offenses are going to be there. Kuna watu watakukwaza. Wewe unayokwazwa, kuwa na ile tunasema shock absorbers. Kuwa na vitu una absorb. Na mtu akikukwaza, you can be able to go on. You will be able to continue as a Christian. Hata ingawa mtu amekukwaza. Hello? Wave at me like this. Na wewe unayekwasa mwingine, usikilietie mwingine prayer request ya ikukwa. Let us be careful on what we say, because we are a family. Kuna kukwazana, na ukirealize mumekwazana, please ask for forgiveness. Tell your neighbor nisamee. Tell your brother or your sister nisamee. That's how a family lives. But I know kuna families also, because of imperfection, wanakaa mpaka wasalimiani na their siblings. Wamechukiana. May God really help us. My prayer and my desire ni kwamba hata ikiwa kuna differences, will be able, because of the common vision we have, to tembea pamoja. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Si eti tutakubaliana na kila kitu. Hapana, we get a common, something common which will take us to one direction. Na itatusaidia. Bwana asifiwe sana. Ninawasi leo kama a father in this house, let us forgive one another as we end this year. Let us release offenses, because we are family. Na pia
tuombe Mungu atusaidie kutema our tongues. How many people umefukuza kwa vile umeongea kwa kanisa? How many people umescatter because of mambo unapeleka vitina, unaongea kuhusu wengine? How many people have been affected? Let us be concerned of people. Kuna wapendwa who are weak. They cannot continue going to church like you. Paul talked of a weak brother. For the sake of that weak brother, mpendwa, tufumiliane, usifanye huyo mpendwa aende jehanamu akose kuona Mungu. That's what I am talking. I am sharing about the family. The church as a family. Then they have unity of purpose. Kuna umoja. Tuko na unity of purpose. Kuna kitu inatubind together. One love, one Lord, one baptism. We have one vision. Please let us work together. And when we have unity of purpose, there is one captain anatuongoza. Bwana asifiwe sana. And that captain is me. Hawa ni my generals wananisaidia. Let us pull in one direction. And then the church is going to grow. Na sisi wenyewe tutagrow as a family. Even when you come to the church, you disagree. Maybe unaona hii kitu vile tumeweka si mzuri. Unaweza tafuta mbinu tueleze, maybe tutabadilisha. There's a time I felt in the posters tutaunda, serious inakuja, I should not have any of my picture in the church. Na msiniulize kwa nini. Bwana asifiwe sana. If there was a picture of Jesus Christ, ningeweka hapa. I'm not Jesus. So I've reached a point I felt, that's my personal conviction, that in the future, let us have writings. Tukue tu picha mahali I cannot avoid. Amen? But before that, hii picha bado iko na tuna smile. I don't know whether this is a smile. Na kuna mtu anapoeka naye. Sema mbona alipiga bibi yake na nini? Kwani hii ni familia wanatuletea hapa? Hii vitu siwapeleke huko kwao magwagwa. Aha. Chambo. Maana asifiwe sana. I'm telling you. Sasa, there is one vision. Kuna mtu mnaweza disagree, anakasirika because of hii picha, ama anakasirika because of the color tumepaka church. Please, siwe uchenge nyumba yako, upake color yako. Ama niache, uliza your neighbor ama niache. Because this is a church, all of us at West tukakubaliana na one color. Kuna watu hata wanakosania color ya ile mabati tumeweka. Nasema nini hii pastor ameweka? Si ameweka mabati ya blue. Hello. Because there is a common vision. Utapoesha hiyo vision yako vile ungetaka uchenge nyumba, because hii si nyumba yako, hii ni nyumba ya kanisa, and the leadership ndio wako na hiyo maono, allow them to build. Kama kuna maono unaweza peana through them, iwe incorporated. Kama maono yako haitakuwa incorporated, please don't fight the pastors. Please don't fight the leadership. Bwana asifiwe sana. That's what I'm teaching, and I pray God will help us as we continue as a family. Bwana asifiwe sana. Yes. And I'm not saying kuna yeyote ambaye amedisagree na hizi kala. I'm just speaking. And sometimes it's not good to wait until there is a problem, then you teach. It's good to teach when there is no problem. Amen? So we'll need to learn to follow that one vision. Tufanye kazi pamoja in unity. And then the last one maybe is family people are loyal people. Sio royal, loyal. They are loyal people. Loyal people means kama unaona mko kwa familia kuna adui anakuja, you have woken up in the morning unaona kuna uvamizi, si huyu ambaye ameona anaambia wenzake tafadhali kuna hatari. Those are some of the ingredients of a loyal family. Family ambayo iko na loyalty.
Lakini ile family hakuna loyalty. Nobody cares. I want to give an example. If you went somewhere, you are a member of this church, you found people talking so bad about shalom. You are a son in this house, you are a daughter. What are you supposed to do? Kuna maswali ya siariri kwa nini eti Kamau is walking on the road. Kamau finds 1,000 shillings. What should Kamau do? Return the money. Ask for the owner of the money. Wengine alisema wewe ni wazimu. How can Kamau return 1,000? And Kamau is a business person. Anataka kufanya biashara. Anashukuru, anasema nimeangukia pesa capital. Bwana asifiwe sana. I'm just speaking on a light note. Bwana asifiwe sana. Please don't get offended. I've just chosen hiyo jina, I could have used another. Amen. So what I am saying is kuna vitu tulikuwa tunaulizwa situational things ngumu. Kama hiyo na wauliza kweli umepata pastor yako ndiye amewekwa kama subject. Anasema hakuna kitu hapa chini, hakuna kitu inahubiriwa, hata watu hawaokoki na wewe umekuwa kwa hii kanisa. Do you just sit? If you are a loyal son, na ukitoka hapo maybe wanapanga chama. Uwezi nongonesea hata leadership, tafadhali wapendwa, kuna kitu muombe in this direction. Kuna wale wanasema mimi sitaki kupeleka vitina, hiyo ni vitina. You are not a loyal son. You are not a loyal daughter. If you saw kuna hatari, you will say. One, you will rise up and defend. Unasema no, my pastor hawezi fanya hivyo kwa kusudia. Kama hakukuja this meeting, alikosa kukuja kimakosa. A disloyal son anaenda mkutano mahali pastor yake pia alikuwa attend. Wanauliza wapi pastor yako? Mbona hamkukuja na pastor? Anasema hata mimi nashangaa. Nashangaa huyu pastor vile anadisappear hivi ndiye anafanyanga. Hata si hii tu amekuja kwe. Kuna zingine anayepanga. That shows you huyo mtu sio loyal. He doesn't have the seed of loyalty. Lakini if he was loyal, kuna mahali you will carve a servant of God because he's a father. Then baadaye ndio unakuja kujua why he did not come. Because unajua nia yake ni nzuri. Or you get a member. Akikaa na wewe anadondosha maneno mabaya kuhusu ushirika mwingine alikuwa huko Kisii. Anakuambia maneno, anatoa hii, anaweka hii. Kitu unatakana ujue, kama anaongea kuhusu huyo pastor wa Kisii, hata wewe mahali ataenda next, wewe ndio utakuwa subject, utakuwa unasemwa. Wanasema hiyo pastor ya huko chini. So the best way is to stop hiyo vitu. Unamwambia mpendwa, thank you so much, hiyo information is unsolicited, thank you. Inakaa rude, but you will stop hiyo vitu. Lakini sometimes unajua you feel good, unafikiri anakusifu eti huyo pastor wa Kisii ndio mbofu, wewe ni mzuri, so you suck in. Anasema hata ninapenda, that's why I'm here. I've come all the way from Kisii to here. Hata nitakuwa na worship here. Tell your neighbor as we grow older kuna vitu tunajua. I want to stop there and taendelea hii mafundisho next week. But I am talking about growing as a family. Tunaanza kuhusiana kama familia. Uliza your neighbor, are you family? Do you have a family mindset? Nilianza kwa kusema tafadhali tukimaliza, chua mtu hata China ambaye amekaa karibu na wewe. Just know somebody.
Kuna watu wanashangaa eti nitatoa wapi mtu masikini ninaweza saidia ili Mungu na hata mimi awe na favor kwangu. Masikini wamejaa hapa, ni vile uchawaona, uchafungua macho uone masikini hapa. Why do you have to go out to look for poor people when they are here? Find out who is needy here. Touch somebody, because wanasema it should begin in the house of God. Hiyo kufanya vizuri ianzie kwa nyumba ya Mungu. Begin here. So know somebody. Huyo mpendwa unaona amekaa hapo atakuachili kesho. Some of us hata tuko na kazi tunaweza kukupatia. You are a driver, somebody yako na lori hapa. Alafu unamwangalia hivi with attitude. Ukiambiwa salimia your name, kesho unasema eti nataka kazi ya lori. Atakupea aje kazi ya lori na ulikuwa unamwangalia kama ukuta? Hello? Tuache attitude. Tell your neighbor wacha hizo attitude. Kuna mtu unadharau hapa, unaenda kuomba the same kazi hiyo ofisi, unafungua mlango, unaona ndiye yako kwa ofisi, unasema kwa, unashindwa urudi. Unaambia salimia your neighbor, smile at him, mwambie Jesus loves you. Tusimame. Hii vitu ni need niendelee. Bwana asifiwe. Are you blessed? Let us appreciate God na makofi. Kuna vitu I may not need to quote so many scriptures, lakini let us live as a family. I'll do part 2 of this next time. Let us live as a family. Tuvumiliane, tusameane, tukae pamoja. Kuna shida ndio, lakini let us learn to grow together. We are family. Wewe ukiona huyu mpendwa amekaa na mzee wake mpaka amezeeka na ni mzee amemsumbua, usione ni mjinga. Huyo mtu is not a fool. Ameona, amecalculate ile wanasema opportunity cost. What she lose by living. Anaona heri nikae ndani tuvumiliane kwa hii merikebu inavuja, tufuke hii ngambo. Bora tusizame tufuke badala ya kuachana na boyo. Bwana asifiwe sana. Wewe unaambia mtu ukikosewa, nchi imewekwa huru, enda. Fungua mlango, enda. Mfungie vitu tupa nje. We, choru wenye. Haja nimalizie hapo. Let us close our eyes as we pray. It's my desire and prayer that we shall be able to grow as a family. Father, in the name of Jesus, we thank you this morning. Commit ourselves to you, Lord. There are things you are teaching us this morning about family. And where we have fallen short, we pray. Instruct us, help us, and lead us in all truth. Thank you for each and every one of us who have come to this house. I pray, my Father, that you will give us wisdom on how to live with one another, that we build one another up, that we may be able to accomplish your purpose according to Ephesians chapter 4 from verse 11. Bind us together with your cords of love and help us that we may be able to continue together as a church. Have your way, Lord. Thank you for this word which has come forth, and I pray that it will bring the desired effect. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit I pray. Amen. Tupigie Bwana makofi.